Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club, kwa kile ambacho mpaka sasa kinachoendelea huko. Sasa unaambiwa shirikisho la soka la mpira hapa Afrika, nazungumzia si wengine bali ni CAF, wameweza kuitisha kikao cha dharura kuweza kujadili kile kilichoweza kutokea katika mchezo huo mkubwa kabisa, mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwani ni mchezo ambao shirikisho la soka Afrika wanatizama kama dabi nyingine kwa ukubwa barani Afrika. Kwa kile kitendo kilichoweza kutokea, wameweza kutoa tamko lao, na mara baada ya kikao chao inaelezwa kanuni zimeweza kufuatwa na haki imeweza kutendeka. Imetendeka vipi? Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Cha kufanya ni kitu rahisi, fanya hivyo sasa hivi kwa kuweza kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii hapa ni Wina Media, karibu tuzungumze hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Bana, unafahamu ya kwamba kilichoweza kutokea sio kwamba ni kitendo cha kiungwana, hapana, la hasha. Kilichoweza kutokea ni fezea kubwa kwa mpira wa Tanzania, na yale yote ambayo yaliweza kutokea yameweza kutia doa soka la Tanzania, hususan katika ule ukubwa ambao tulikuwa tukiweza kutarajia, kwa sababu mchezo kama huu huwa wanakuja maofisa mbalimbali kutoka shirikisho la soka barani Afrika, yanazungumzia CAF. Huwa pia kuna mawakala wanakuja kuangalia wachezaji, huwa kuna watu mbalimbali, wadau wa soka wanatoka sehemu tofauti duniani kuja kuzitizama dabi kama hizi, huku wakija kuangalia na maendeleo ya soka. Wakati mwingine ndipo ambapo zinatoka takwimu na kwenda kwenye madaftari ya shirikisho la soka Afrika, kwani unapokuja kusema kwamba ligi ya Tanzania ni namba 4 kwa ubora, basi na vitu kama hivi ambavyo ni dabi huwa vinaangaliwa kwa ukubwa kabisa, kwamba pengine dabi yao ukubwa wao ukoje na mambo yao yakoje, mpira wao ukoje, huwa wanakuja kutizama katika mechi kubwa kama hizi. Sasa kilichotokea huenda kikawa ni fezea kwa shirikisho la soka barani Afrika CAF, kuona ya kwamba pengine haya ambayo yanaendelea katika soka la Tanzania sio mambo mazuri. Sasa kwenye kuzungumza kile ambacho kinachoendelea, huyu hapa ni Privadinho, huyu ni yuko pale Young Africans kitengo cha habari. Yeye ameweza kufunguka kile ambacho CAF ambacho wako nacho katika yale ambayo yanazungumzwa kwenye kanuni zao kwa ajili ya kuweza kupata suluhisho ya haya ambayo yanaendelea. Tuliposema uweze kupata haki bila kufuata utaratibu, tulimaanisha yafuatayo kupitia kanuni za uendeshaji za CAF. Ukisoma kanuni ya 17.5 inasema timu mwenyeji anapaswa kuandaa mazingira yote sahihi kwa timu mgeni kufanya mazoezi kwenye kiwanja cha mchezo husika. Maana yake hapa panahitajika mawasiliano ya timu hizi mbili. Simba walifanya hivyo? Jibu ni hapana. Lakini kanuni ikaongeza kuwa ofisa wa CAF anaweza kusitisha mazoezi hayo endapo atabaini kuna dosari kwenye uwanja husika. Maana yake hapa kuna mawasiliano ya timu zote mbili na ofisa wa CAF kwa ajili ya ukaguzi wa uwanja. Kanuni ikaongeza kuwa ikitokea uwanja huo ni wa nyasi bandia, basi mgeni anaweza kupewa nafasi ya kufanya mazoezi mara 2 katika uwanja huo. Kanuni ya 17 kifungu cha 7 inasema muda na siku ya mazoezi katika uwanja huo utapangwa na maofisa wa CAF. Kwa mantiki hiyo, ujiendei tu uwanjani, ni lazima pande zote zipewe maelekezo na ofisa wa CAF
hata kwenye kanuni zetu, ile kanuni ya 17 kifungu cha 45 imesema kupata haki hii ya kutumia uwanja wa mazoezi lazima mawasiliano yafanyike kwa kamishna wa mchezo. Jambo la muhimu la kuzingatia kwenye kanuni za CAF ni ulinzi na usalama. Kwa mujibu wa kanuni ndogo ya kifungu cha 17.9 inasema timu mwenyeji atahakikisha ulinzi kwa timu mgeni muda wowote nje na ndani ya uwanja. Kwa kifupi, security officer wa mchezo anapaswa kupewa taarifa timu mgeni anapohitaji kwenda uwanjani kwa ajili ya mazoezi. Je, ikibainika sasa kuna ukiukwaji wa maagizo haya, nini kinafanyika? Kanuni ya 17 kipengele cha 11 inasema gharama zote ambazo timu mgeni ameingia kwa kutafuta labda kiwanja kingine cha mazoezi zitalipwa na shirikisho litapiga faini inayoendana na kadhia ambayo mgeni amekumbana nayo. Hakuna mahala katika kanuni hii ambapo pametoa mwanya kwamba anayo haki ya kugomea mchezo kwa kunyimwa uwanja wa mazoezi. Sio kanuni za CAF, hata kanuni zetu hakuna sehemu imetoa haki hiyo. Unaona bana, kile ambacho kinachoeleza kwamba hapa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuna makosa ambayo wameweza kuyafanya mara baada ya kile kilichoweza kutokea. Haikupaswa kwenda kuwa hivyo. Kwa kile ambacho ukiangalia maoni ya watu wengi utaona kabisa lawama nyingi wanazipeleka TFF na bodi ya ligi yao kwa sakata hili la ambacho kimeweza kutokea. Lakini ni kwamba ukweli utaweza kuonea huruma wale ambao waliweza kutoka sehemu za mbali kweli kuja kutafuta kile kilichoweza kupatikana ndani ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Huku Zaka Zakazi anasema ya kwamba kile kilichoweza kutokea, ukiangalia maoni ya watu wengi mtandaoni utaona lawama zao nyingi wanazipeleka kwa bodi ya ligi kwa kile kilichoweza kutokea sakata la siku ya wanawake duniani. Lakini ukweli ni kwamba haya mambo nje ya uwezo wao tunaonea tu. Nitatoa uzoefu wangu wa mwaka 2008 ambao kama mwandishi niliripoti sana tukio la aina hii. Yanga walikata kucheza na Simba Julai 27, 2008 kwenye mechi ya kutafuta mshindi wa 3 wa kombe la Kagame. TFF chini ya Rais Leodiga Tenga ikaifungia Yanga miaka 2 kucheza mechi yoyote ya kimataifa. Wakati huo bunge lilikuwa linaendelea pale Dodoma na wabunge walicharuka vibaya eti adhabu ile haikuwa na maslahi kwa taifa letu. Like serious, Yanga wakakata rufaa kwenye kamati ya nidhamu ya TFF chini ya mwenyekiti Saidi El Mali ambaye alibadilisha hukumu na hukumu ikabadilishwa. Maamuzi ya kamati yalikuwa kama ya gelesha tu na kuwatoa Yanga kifungoni. Wangetolewa kwa kauli moja kwa moja kutoka juu, lingeshuka rungu kutoka FIFA. Lakini Tenga hakuridhia kama maamuzi kama yale ya nidhamu na alikaribia kujiuzuru kama sio watu wakubwa kumsihi sana. Ndiyo maana unaona hapa kwamba TFF bado yanajiuliza maswali katika moja ya vikao vya ndani vya kuiadhibu Yanga, ambapo wajumbe wengi walipinga kufungiwa kimataifa, ambapo kile ambacho anachokizungumza ni kama pengine TFF wanapokea lawama nzito kwa yale aliyoweza kujili, lakini ni kwamba ukweli wao wenyewe hawahusiki na haya ambayo yanayoendelea. Unaona bana, ni kama wanabebeshwa tu mzigo wa lawama, ila ukweli Simba na Yanga wanaujua. Unaona bana. Kwa hiyo kinachoendelea kwa sasa tusubiri kuweza kusikia hayo maamuzi ya CAF. Wenyewe wanakuja na maamuzi yapi, lakini kanuni zinaonesha wazi ya kwamba mtu ambaye anakimbia mchezo nini kitakachopata, adhabu gani ambayo anaipata. Mtu ambaye aliyemzuia mwenzake kuingia uwanjani kufanya mazoezi unaweza kuipata. Lakini ukitizama barua ya TFF wenyewe wanasema ya kwamba hakutoa taarifa wapi ambapo anatakiwa kwenda kuomba huo uwanja, kwamba kwa matumizi ya mazoezi kwa wakati huo kwa timu mwenyeji hakuweza kumpigia hata simu kamishna wa mchezo. Hakukuwa na taarifa kwa meneja wa uwanja kwamba wanakuja kufanya mazoezi. Hivyo basi Simba kwa namna moja ama nyingine pengine hii kauli ya TFF kwamba hawakutoa mawasiliano ya aina yoyote, basi hapa mkanganyiko lazima utakuwepo. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana hiki ambacho kinachoendelea kwa wakati huu katika